أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma baada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darsa yetu na tutaendelea na mada yetu kuhusu sababu 10 zinazopelekea mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu ya pili. Dada zangu katika imani, ama sababu ya 4 inayopelekea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mja anavyojipenda mwenyewe. Dada zangu katika imani, kutanguliza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wengine, maana yake ni kutaka na kufanya yale yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama yanawakasirisha watu. Hii ndiyo daraja ya upendeleo na ya juu kabisa, na ni daraja ya mitume radhiallahu anhum, na lililo juu kabisa ni la wenye nia njema miongoni mwao, na swala ya juu kabisa ni ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yote dada zangu katika imani yanaweza kutokea tu kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwa kushinda matamanio ya nafsi. Jambo la pili ni kwa kwenda kinyume na matamanio ya mtu. Jambo la tatu ni kwa kumpiga sheitani au kumpiga vita sheitani na wafasi wake. Dada zangu katika iman, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah amrehemu, amesema Muislam anahitaji kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na ajizuie na matamanio, kwani hata adhibiwa kwa matamanio, bali ataadhibiwa kwa kuyafata hayo matamanio na kuyafanyia kazi. Basi ikiwa nafsi inataka na akaikataza, basi kukataza kwake ni ibada tukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kitendo cha haki. Haya dada zangu katika iman yanapatikana katika Majmuu al-Fatawa juzu ya 10 ukurasa wa 635. Dada zangu katika iman, sababu ya 5 inayopelekea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kutafakari kwa moyo, tafakari kwa moyo, kuwa na elimu za majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, kwani yeyote anayemjua Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina na kupitia majina yake, kupitia sifa zake na matendo yake, bila shaka atampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, Allah amrehemu, amesema hakuna anayeweza kufafanuliwa kuwa ana elimu isipokuwa mwenye elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala na njia inayoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ana hali kwa Allah subhanahu wa ta'ala inayoshuhudia elimu yake. Dada zangu katika iman, mwenye kuzikanusha sifa hizo za Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuwa ameharibu msingi wa Uislam na iman na kheri zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwake, na hapaswi kuwa miongoni mwa watu wa elimu. Dada zangu katika iman, sababu ya 6 inayopelekea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kutazama uadilifu wake, fadhila zake na neema zake zilizofichika na zilizo dhahiri. Kwa haya dada zangu katika imani, kwa haya yote yanapelekea katika mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, mja ni mfungwa wa wema na upole. Hizi ni maana ambazo huiba hisia zake na huzichukua na hatimaye kumpelekea kumpenda yule anayemneemesha na kumtunukia wema. Hakuna dada zangu katika iman mfadhili wala mmiliki wa wema ila Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna anayependwa kikweli na
na wenye akili isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna anayestahiki kupendwa isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mwanadamu kwa asli yake, dada zangu katika imani, huwapenda wale wanaomtendea mema, wenye fadhila kwake, wenye kumfariji na wenye kumsaidia katika mambo yake yote. Na ikiwa mwanadamu anajua kweli, atajua kwamba yule yani anayemtendea mema ni Allah subhanahu wa ta'ala tu, na aina za wema wake yani hazina hisabu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, surat Ibrahim aya ya 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar. Yani mkizihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kuzimaliza. Hakika mwanadamu ni yani wanadamu ni madhalimu zaidi, wasio na nini, wasio na shukrani hata kidogo. Dada zangu katika imani, sababu ya saba inayopelekea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni moyo kuwa na unyenyekevu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na utulivu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, suratu Taha aya ya 108, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Sauti zote zitanyenyekea kwa utulivu na kitisho kwa utukufu wake Arrahman, mwingi wa rehma, basi husikii ila sauti ya chini kabisa ya mnong'ono. Dada zangu katika iman, Ibn al-Qayyim amesema ukweli ni kwamba unyenyekevu ni maana inayojumuisha uchamungu na upendo na unyenyekevu. Dada zangu katika imani, maswahaba walikuwa na hali za kushangaza za unyenyekevu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo zinaonyesha usafi wa nafsi zao. Mfano, wakati Abdullahi ibn Az-Zubair radhiallahu anhuma aliposimama kuswali, yani angeonekana yani kama yani fimbo kutokana na nini, na unyenyekevu, na alikuwa akisujudu na ndege wangetua katika mgongo wake, na utafikiri hakuna chochote ila kipande cha mti tu. Dada zangu katika imani, huo ndio ulikuwa unyenyekevu wa maswahaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ibada zake tukufu. Dada zangu katika imani, sababu ya 8 inayopelekea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa katika faragha wakati wa kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu ya daraja ya ihsan mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha kuhitimisha hilo kwa kutaka msamaha na toba kwake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hilo katika sura As-Sajda aya ya 16, baada audhu billahi minash shaitani rajim, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola wao mlezi kwa hofu na kutumai rehema yake, na ambao kutokana na mali tuliyowapa wanatoa kwa ajili ya mambo ya khair. Dada zangu katika iman, watu wanaofanya ibada za usiku bila shaka ni miongoni mwa watu wa mapenzi na heshima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kusimama kwao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna wakusanya sababu nyingi kuna kusanya sababu nyingi za mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haishangazi kwamba malaika mwaminifu Jibril alayhi salam aliteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, wa'lamu anna sharafa almu'min
qiyamihi billayl wa izzahu istighnaahu anin nas, yani jua kwamba heshima ya muumini ni kusimama kwake usiku na utukufu wake ni kujitenga na watu. Haya yanapatikana katika Sahih yani Asilsila. Pia Hasan al-Basri, Allah amrehemu, yani amesema lam ajid min ibadatan shay'an ashadda min salat fi jawfi al-layli faqila lahu ma balu lmujtahidina min ahsani nnas wujuhan faqala liannahum khalu birrahman faalbisahum nurihi, yani sijaona jambo lolote gumu kumwabudu. Anasema Hasan al-Basri, sijaona jambo lolote yani gumu yani kuabudu kuliko kuswali katikati ya usiku. Akauliza kwa nini wale wanaojitahidi sana ni miongoni mwa watu wenye sura nzuri zaidi? Akasema Hasan al-Basri, ni kwa sababu walikuwa peke yao pamoja na mwingi wa rehma, basi akawavika yani nuru yake. Sababu ya tisa, dada zangu katika imani, inayopelekea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kukaa na wapenda nao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas na kuchukua matunda bora ya maneno yao, kama mtu yani achumae matunda yaliyo bora zaidi ili kunufaika nayo dunia na akhera, yani kukaa katika vikao vya muhadhara, vikao vya jalsa. Na kwa hilo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hayo kuwa amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ujibat mahabbati lilmuhabain fi waujibat mahabbati lilmutajalisain fi waujibat mahabbati lilmutazawirain fi Sahih Albani. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amesema Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi yangu ni wajib kwa wale wapendanao kwa ajili yangu. Mapenzi yangu ni wajib kwa wale wanaokaa pamoja kwa ajili yangu, na mapenzi yangu ni wajib kwa wanaotembeleana kwa ajili yangu. Haya yamethibitishwa na Al-Albani katika yani Mishkat Al-Masabih. Pia amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, awfiq ura al-iman an tuhibbu fillah wa tabghudhu fillah, yani kifungu chenye nguvu zaidi cha iman ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Haya yanapatikana katika Sahih Al-Silsila na ni nambari 728. Dada zangu katika iman, mapenzi ya Muislamu kwa ndugu yake yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni matunda ya iman ya kweli na tabia njema, ni uzio wa ulinzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hulinda moyo wa mja na kuimarisha yani imani yake ili asiteleze au kudhoofika. Dada zangu katika imani, sababu ya 10 inayopelekea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba yani sababu hii inakuja kati ya moyo au nafsi na Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo ukiharibika, dada zangu katika iman, mtu hatapata manufaa katika yale anayoyatengeneza yani katika mambo yake ya kidunia, wala hatapata manufaa wala faida katika maisha yake ya akhira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, sura Ash-Shu'ara aya 88, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitakuwa na manufaa mali wala watoto. Dada zangu katika imani, takomea hapo kwa leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie yani tuwe na mapenzi naye duniani na akhera. Shukran jazila wa barakallahu fikum.